Parokia ya Mtakatifu Petro Kleva ni miongoni mwa parokia zilizopo katika dekania ya Mtakatifu Jema Galgani, Jimbo Kuu Katoliki la Dodoma. Kama ilivyo kawaida, parokia lazima iwe na vyama mbalimbali vya kitume. UWAKA Parokia ya Mtakatifu Petro Kleva Mlimwasi wametenga Dominika ya 4 ya Pasaka ili kukutana pamoja, kusali na kuzungumza mikakati ya UWAKA parokia. Mwenyekiti wa UWAKA Parokia ya Mtakatifu Petro Kleva Mlimwasi, Bwana Kanuti Benedikti, anaeleza zaidi. Tumsifuni Yesu Kristo. Wapendwa watazamaji, kwa majina naitwa Kanuti Benedikti Ndagine, ni mwenyekiti wa UWAKA Parokia ya Petro Klaveri, na leo hii tulikuwa na jambo letu tunalifanya, na ndio maana tumekutanika leo hii kwa ajili ya kufanya tathmini ya kina juu ya uhai wa UWAKA katika parokia yetu. Aidha, tulikusudia tarehe hii ya leo ambayo ni siku ya Muungano, tupumzike na wale wote ambao wanasemekana wako maofisini wapate fursa ya kuhudhuria kwenye kongamano hili, ili pamoja na mambo mengine tutathmini na kuangalia changamoto zinazokabili UWAKA katika kanisa letu kwa ujumla, lakini specifically kwa ajili ya parokia yetu ya Petro Klaveri. Na tumejitahidi kwa namna moja au nyingine, japo tana hapo haikuwa nzuri sana, isipokuwa tulichofanya ni kitu kimoja. Tuliwataka kwanza waje, lakini pamoja na mambo mengine kutakuwa na ofa ya kupima afya kwa magonjwa yale yasiyo ya kuambukiza. Lakini pili, kunakuwa na semina madaktari kutuelimisha juu ya magonjwa ya kisasa ambayo ni pamoja na pressure na kisukari na hypertension wanavyoita. Lakini sio tatizo, sio ugonjwa. Tezi dume kama inavyojisema ni tezi inayomhusu mwanaume. Maana yake kwa urahisi kabisa ni hivyo. Maana yake ni nini? Kila mwanaume, tangu kile kitoto kichanga ambacho kinakuwa kimezaliwa leo, kile kitoto ambacho kiko bado kwa mama yake tumboni, maana yake ili mradi yeye ni mwanaume tayari, ile tezi tayari imetengenezwa ndani yake. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo tusitembee tu na ile kwamba mimi bwana nimeenda hospitali nimeambiwa nina tezi dume. Hakuna mwanaume ambaye hana tezi dume. Tumeelewana hapo jamani? Hiyo ni pointi ya kwanza. Kila mmoja, kila mwanaume, yule mtoto wako mjukuu unamwona nyumbani, kitoto kimezaliwa leo, ili mradi mwanaume anayo tezi dume tayari, kwa sababu ni kiungo ambacho kinapaswa kuwepo ndani yake yeye kama mwanaume. Tatu, vile vile tulikuwa na semina ya kutuelekeza namna ya kujiwekeza katika uchumi. Maana UWAKA lazima, kama tunavyosemekana si ni nguzo imara katika hekalu la Bwana, ni lazima kiuchumi vile vile tuwe imara kiuchumi. Kwa hiyo tulikuwa na waseminishaji wa namna hiyo kutuimarisha kwenye mambo ya kiuchumi. Lakini sio hayo tu, katika eneo la kiroho vile vile tulifundishwa na mseminishaji wetu kwamba ni nafasi ipi ya baba katika familia, na yeye huyu baba katika familia na katika kanisa kwa ujumla. Na mambo mengi yamebainishwa pale ambayo ina historia kuanzia enzi za Adamu na Eva walipokuwa bustanini. Walau leo hii ninatamani tushirikishane jambo dogo sana kuhusiana na nafasi ya mwanaume ama baba ndani ya familia. Tumsifu Yesu Kristo. Semina hii ya leo isingekuwa na maana kwetu kama tungeishia kuzungumza tu juu ya habari ya uchumi na habari ya afya peke yake, kwa sababu binadamu sio mwili peke yake, lakini pia ni nini? Ni roho. Na kwa bahati mbaya sana, namna ambavyo tunaishi na kuonekana kwenye mwili ni matokeo ya namna ambavyo tumefanikiwa ama hatujafanikiwa katika namna ya ulimwengu wa roho. Tumsifu Yesu Kristo. Ndio maana mahali fulani Biblia inasema, mpenzi, ufanikiwe kila kitu kama ifanikiwavyo roho yako na kuwa na afya. Maana yake nini? Kwamba kumbe jinsi ambavyo tunaonekana nje, tukawa na mafanikio ya kiafya nje, ni matokeo ya namna ambavyo umefanikiwa ndani. Tumsifu Yesu Kristo. Kuna watu wana kila kitu kinachohitajika kwenye maisha ya binadamu,
lakini ukimtazama kwa nje unaona kuna namna fulani amefubaa. Mtu huyo kuna uwezekano mkubwa kwamba kwenye ulimwengu wa roho yuko na mahangaiko mengi, kiasi kwamba ile afya tunayotarajia kuiona nje hatuioni kwa sababu ndani ameharibika. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa sisi kama wanaume tuna jambo tunapaswa kulifahamu kuhusiana na nafasi yetu kama wanaume ndani ya familia na ndani ya jamii ama kanisa kwa ujumla. Sasa ungelikuwa unaandika, ningekwambia mada yetu inaitwa kaa kwenye nafasi yako ndiyo furaha ya maisha yako. Tumsifu Yesu Kristo. Ni mengi ambao wanawake wamejifunza, na nina hakika hili jambo litakwenda kwingi, ambapo kila mmoja atakapofika huko anakokwenda basi atadhamiria kweli kubadilika na kuonyesha ari mpya. Je, ni nini wamekifanya katika siku yao hii muhimu kwao, yaani Uwaka Day? Tulikuwa na kitu kinaitwa bunge la Uwaka. Bunge la Uwaka lilikuwa na malengo ya kuzungumza kwa pamoja, kuruhusu watu wazungumze changamoto zilizoko kwenye Uwaka na namna gani ya kutoka kwenye jambo kama lile. Na katika hili yako baadhi ya maazimio ambayo tumeyafikia. Mojawapo ya azimio, kwanza kabisa, ni kuwa na takwimu sahihi za Uwaka, wajulikane ni wangapi, kwa sababu katika taasisi zozote zile uchumi ni kipaumbele cha kwanza, na huwezi kuwa na kipaumbele cha kwanza kama hujui takwimu ya watu ulionao, ili waweze kusapoti mambo yale ya taasisi unayoiongoza. Lakini la pili, tumeazimia kwamba ni vema siku moja Uwaka katika ngazi ya jumuiya, kwa maana ya mwenyekiti, katibu na katibu, mwenyekiti, viongozi wa kamati tendaji kwenye jumuiya, wapate semina siku moja, ili waweze kuelimishwa kutambua majukumu yao. Maana inaelekea hata baadhi ya wengine wanachaguliwa hakiwa hawapo katika eneo, wanaambiwa tumechaguliwa kwa fulani. Sasa tuwakalishe darasani hata kwa msali moja, masaa mawili, waeleweshwe juu ya nini majukumu yao. Kwa hiyo ni takwimu ambayo tumekubaliana. Lakini la tatu ambayo tumekubaliana katika hili ni swala la uchumi. Yako mambo mengi ambayo wajumbe ambao katika siku ya leo tuliita wabunge wamechangia na kuonesha kwamba kuna fursa nyingi za kiuchumi ambazo kama tukizumia ipasavyo, basi hakika tunaweza tukatoka katika jambo hili. Mathalan, utengenezaji wa kalenda. Uwaka hatuna hata kalenda ya Uwaka, lakini tunaweza kutafuta kalenda zingine ambazo ujumbe uliko kule hauna maana sana kwetu sisi. Na kwa nini sisi tusitengeneze kalenda ya Uwaka? Na hii kalenda tuweze kufanyaje? Tuweze kuiuza na kupata fedha kwa ajili ya maendeleo ya Uwaka wetu. Lakini jambo lingine katika hili tumelizungumza, tumesema hakuna kupumzika. Lazima tuhakikishe kwamba kama ni vitenge vya Uwaka au Wawata, si ndio maana yake, vile tunavileta kwenye parokia yetu. Na tunapovileta kwenye parokia yetu, basi hata kama kulikuwa na ongezeko kidogo, tunaongeza pale, ile na ubaki pale, basi ni faida kwetu sisi. Nje ya haya yote, mwenyekiti wa parokia Dr. Dora Beatus Due, yeye alikuwa na haya ya kuwaambia Uwaka. Lakini kifupi ni kwamba inapendeza kukutana hivi. Tazama inavyopendeza ndugu wakiishi pamoja kwa upendo. Leo imekuwa ni njema sana, wanauwaka wote kukaa pamoja. Mwenyekiti ameongea juu ya namba yetu. Ni kweli hairidhishi sana, lakini mimi niseme huu ni mwanzo. Huu ni mwanzo, na mimi naona ni mwanzo mwema sana. Tuendelee kutiana nguvu, tuendelee kuhamasishana, tuendelee kukumbushana. Ninaamini message ya leo itafika huko. Hongereni sana. Na mimi niombe haya ambayo tumeyasikia leo, hayo ambayo tumeambiwa leo, tukayafanyie kazi. Tusiyamalizie sisi wenyewe tulioko hapa, tupeleke pia nyumbani. Lakini pia ule ushairi aliyotoa yule mzee, tujitafakari sisi wazee. Tujitafakari. Kwa nini hatushiriki mambo ya Mungu? Kwa nini hatutaki kuwa pamoja mara nyingi? Shida ni nini? Tuko bize sana. Tuko bize kuliko Mungu ambaye yuko bize kuangalia ulimwengu mzima na bado anatujali.
Hatuwezi kuspare muda kidogo kwa ajili yetu kukaa kula na kunywa. Epicurus, mwanafalsafa, anapoongea juu ya pleasure, anaongea juu ya mambo makubwa matatu. Anasema sisi binadamu tuko kwa ajili ya kumaximize pleasure. Ili upate pleasure, kuna vitu ambavyo vinakusaidia kumaximize pleasure. Na logically ukimaximize pleasure, maana yake una minimize pain. Kwa nini unafanya kazi? Unatafuta hela ili ule vizuri, unywe vizuri, ufurahi, maana yake hiyo ni furaha, si ndio? Sasa sisi tunatafuta pesa, tunatafuta nini? Tuna maximize pleasure au tuna minimize au tuna maximize pain? Nilikuwa na mashaka. Sasa nitakupa full support kwenye hili. From now onwards you have got my full support. Kwa hili nimelifurahia, tutakuwa pamoja. Nitakupa full support ili mambo yawe mazuri tena na tena, na tuweze kukutana mara kwa mara na tuhamasishane. Lakini ile mkakati wa kuhakikisha viongozi mnakuwa na database yao ni very important. Kwa sasa pengine tunafeli, wale watu hatuwafikii. Tukiwa na database yao, mnakutana nao, mnawaita, mnawatembelea viongozi hao, itatusaidia sana kuvutana kwa karibu. Kama ulivyosema, huyu mmoja naye amedeclare hapa alikuwa hajui. Unaona faida ya hii sasa? Kwa hiyo maana yake kumbe hao wengi. Padre Agrippinus Masele, yeye ni paroko wa parokia hiyo, alikuwa na neno la kuwaasa UWAKA. Mara nyingi mwanzo huwa ni mgumu, na kwa vile tukio hili ni la kwanza kwa UWAKA katika parokia yetu, basi ni mwanzo mzuri. Na Wagogo wanasema, kuna sentensi yao ya Kigogo. Nani Mgogo hapa ili aweze kututafsiria? Manake nitaongea sentensi ya Kigogo yenyewe. Yuko wapi? Anajua. Wanasema mwamulizo mukamu. Mwamulizo mukamu ni nini maana yake kwa Kiswahili? Mwanzo ni mgumu. Kwa hiyo mwanzo mara nyingi ni mgumu. Wanaume wa Katoliki katika parokia yetu wapo wengi, zaidi hata ya 100, kwa sababu tuna kaya nyingi, mbali na zile wanazoishi mama na watoto, lakini kaya zenye wanaume zipo nyingi. Lakini kwa siku hii ya leo basi tuliojitokeza tunaonyesha kwamba mwanzo pamoja ni mgumu, lakini mwanzo wenye kutupa matumaini. Na mara zote naposoma shuleni, nilipokuwa nasoma shuleni na hasa falsafa, kuna falsafa inaitwa pragmatism. Falsafa ya pragmatism yenyewe inaangalia kile yani tusikae katika nadharia, bali zile nadharia, yani tusikae katika mawazo, kuwaza. Manake kuwaza tutafanya nini, tutafanya hivi, hayo ni mawazo. Lakini pragmatism yenyewe inasema kwamba yale mawazo ili yawe na tija lazima yaende katika vitendo, yawe katika vitendo. Tuyaone kwa macho, tuyasikie kwa masikio, tuyaone na tupate hisia kwamba kweli haya mambo yapo na mambo haya yanafanyika. Ndiyo, hata katika UWAKA, katika parokia yetu ni UWAKA ambayo inatupa matumaini. Tulipo hapa mwakani, na uhakika hatutakuwa hivi endapo yale tuliyoyapanga, yale tunayoyataka tutayafanyia kazi, tukiyaweka katika vitendo. Na sisi katika UWAKA tunaposoma maandiko matakatifu, Mtume Yakobo katika waraka wake anatukumbusha na kutuambia kwamba imani bila matendo imekufa. Kwa hiyo ili anatuambia kwamba nionyeshe imani yako na mimi nitakuonesha imani yangu kwa matendo. Kwa yale yote tunayoyapanga katika ngazi ya familia, katika ngazi ya jumuiya,
katika ngazi ya parokia. Tukiweka katika vitendo, basi ndiyo imani yetu inapokuwa hai. Na katika uchache wenu huu mnaoitikia katika kuonekana, licha kwamba wengine hawaonekani, lakini kwa mwaka huu nipende kutoa shukrani kubwa sana kwa michango yenu, hasa kwa lile tukio linalofanyika kila mwaka pale katika seminari ya Mtakatifu Yosefu, nyumba ya malezi wa seminari wanaojiandaa kwenda seminari kuu. Kwa mwaka huu tumefanya vizuri sana. Ni mara yetu ya kwanza kama parokia, lakini basi tumeweza kufikia lengo. Na tena kwa bahati mbaya, baada ya uzinduzi wa parokia yetu mwaka jana na baada ya kazi kubwa tuliyoifanya tukiwa kigango mpaka parokia, sisi parokia yetu waliweka kundi moja na kiwanja cha ndege pamoja na kanisa kuu pamoja na Mkuhungu na parokia zote Swaswa, yani tumewekwa katika ile kundi la kwanza. Na ndipo nilipowapigia simu nikamwambia, kwa nini imetuweka katika kundi la kwanza? Basi ni katika yale mambo waliokuwa wakiasikia, na siku ile ya uzinduzi tulivyofanya, basi wakatuna labda tuna hadhi ile kubwa. Lakini zile parokia nyingi zimeshafikisha miaka, nyingine zinafanya jubilei. Kanisa kuu zaidi ya miaka, inakaribia hata miaka 100. Ukienda kiwanja cha ndege miaka 25 wanafanya jubilei. Kule miaka 50, kule Makole miaka 25. Sisi hata mwaka hatujafikisha. Nikwambia, kwa nini mnatuonea namna hiyo? Basi wakaamua kutuweka katika kundi la pili. Lakini pamoja na hayo, pamoja na mzigo wote huo, lakini tumeweza kufanikisha. Hivyo nipende kuwashukuru na kuwapongeza sana. Na katika siku hii ya leo, katika uchache wenu, lakini ni furaha na faraja kwangu, lakini ni furaha na faraja kwa parokia. Ni parokia chache sana zinazoweza kuwakutanisha wanaume. Na hata wakati tukipanga programu hii, mara ya kwanza tulikaa kikao mwaka jana, lakini siku hizi chache tulipoamua kwamba tufanye kuwakutanisha wanaume, kulikuwa na maswali na ugumu. Lakini kama tulivyosema kwamba mwamulizo mkamu mwanzo ni mgumu, tutaanza hivyo hivyo. Kinachotakiwa kwanza ni uthubutu, yani ile hatua ya kwanza. Unapopiga hatua ya kwanza, basi inatupa matumaini, inatupa faraja kwamba kule tunapopatamani tutafika. Licha ya mahangaiko, unaona hata parokia zile kubwa, ametoa ushuhuda mwenzetu wa Kindege hapa kwamba mambo ni haya, lakini katika kukutana kwetu sio lazima tukutane kimwili kama hivi. Sisi tunaokutana kimwili kama hivi, basi tunalipokea, lakini pia kuna mambo ya kiimani, lakini tunapaswa kuwaunganisha hata wale wengine, sio katika physically kimwili, lakini ushiriki wao kwa namna nyingine. Kila mmoja ana nafasi ya ushiriki wake wa hali na mali, mawazo, lakini pia na namna nyingine tunayoona inafaa, na hiyo yote ni katika kututia moyo. Kwa hiyo tunamshukuru sana Father Masele ambaye ni mlezi wetu katika parokia yetu. Tunamshukuru sana na kumwombea kila laheri ili azidi kuwa paroko wetu na mambo yaendelee kuwa mazuri katika parokia yetu. Tunamshukuru na kumwombea kila laheri kwa Mungu, mambo yaende vizuri. Lakini vile vile tunashukuru halmashauri ya parokia ambayo nayo inaongozwa na Daktari Adolat Due. Anatupa ushirikiano wa kutosha kabisa kwenye mambo yetu ya UWAKA, na tunamshukuru sana na kumwombea kila laheri pamoja na kamati yake tendaji ya UWAKA kwenye parokia yetu. Sisi tunachokiahidi kama UWAKA na kutokana na maazimio ya siku ya leo, basi tunaenda kuwa imara zaidi kuliko tulivyokuwa hapo awali. Tunamwomba Mungu atusaidie tuweze kusimamia jambo hili vizuri, na tunaomba wakubwa wetu wazidi kutupa sapoti ili sisi kwa pamoja tunapotambua nafasi yetu, basi tuweze kuhakikisha kwamba tunapiga hatua. Lakini zaidi katika siku ya leo tunawashukuru
madaktari ambao wametoka kisasa walikuja kwa ajili ya kutupima bure, na leo katika siku ya leo wametoa sadaka yao. Takribani watu 60 wamepimwa leo na kuangaliwa magonjwa ni yapi, na kwa maana hiyo wameweza kujua kwamba shida yetu ni nini, na wamefanya hivyo bure bila kutaka gharama zozote zile. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa zawadi hii au kwa sadaka yao ambao wamejitolea kuhakikisha kwamba wanatupimia, na tunawaombea kila laheri huko nakokwenda, basi wazidi kufanikiwa kwenye shughuli zao. Tunashukuru sana Daktari Carolina ambaye ndiye mkuu wa hiyo taasisi ambayo inatoa vipimo kwa upande wetu. Kwa hiyo tunashukuru sana, kuombea kila laheri kwa Mungu ili mambo yaende vizuri. Mpaka hapo niseme tu tunashukuru na kuliomba kanisa kwa ujumla, hebu tusimame kama UWAKA. Maana tukisimama kama UWAKA, nina hakika na kanisa lao litaimarika. Baba atambue nafasi yake kwenye familia na kwenye kanisa. Hali kadhalika mama atambue nafasi yake kwenye familia na kwenye kanisa. Na tutakapofanya hivyo, nadhani mambo yatakuwa mazuri. Namshukuru sana Mungu, niwatakie kila laheri. Asante sana.